ya hali iliyopo kwenye jamii, ya maongezeko ya magonjwa yasiyoambukiza. Kwa hiyo tukaamua kuweka hiyo project ya lishe. Lakini project ambayo tumekuwa tukirani kwa sasa hivi ni hiyo inaitwa T2T ama Trash to Treasure, ambayo konsani yake kubwa ni mazingira na kuelezea fursa ambazo zinatokana na taka. Hiyo ndo ambayo tuko nayo kwa sasa na ambayo tunaitekeleza kwa ukubwa. Mnatoa elimu pekee ama pia mnabadilisha hizi taka kwenye hiyo dhana ya fursa? Mpaka sasa sisi tunatoa elimu kwanza, kwa sababu tumeona kwa nchi yetu na mazingira tulionayo, ukifuatilia hata kuanzia darasa nafikiri la 4 hivi wanafunzi wanasoma kabisa swala la kutenga taka na nini, lakini ukija kwenye uhalisia wa majumbani na kwenye baadhi ya masokoni, sehemu za biashara, hata kwa kina mama ntilie, utakuta ule utekelezaji haufanyiki. Maana utakuta watu wanachanganya mataka, wengine bado mpaka leo wanatumia majalala, tunaita majalala. Wanachimba mashimo majumbani, wanakuwa wanatupa humo plastiki, wanatupa mabati humo, wanatupa vyakula humo. Sasa kitu ambacho ni uharibifu wa mazingira tunasema. Kwa hiyo ndio maana idea tukaja na hiyo Trash to Treasure. Tukitumia zile tunasema 3R's: recycling, reducing na reusing. Yani kwamba mtu anaweza kitu kinaweza kikazungushwa kikaenda kutumika kwa namna nyingine, kikazalishwa kitu kingine. Kitu kinaweza mtu anaweza akapunguza matumizi pia ili kuminimize kutoleta mabaki ambayo yasio kwa lazima. Mfano mzuri tumeona katika nchi kama Korea. Korea tu yenyewe ukienda hata kwenye restaurant unahimizwa kabisa kwamba chakula unachooda hakikisha unamaliza. Kwa sababu wenzetu kule wamefika mbali sana, unakuta hata wanapokuja kukusanya wale zile taka, kama taka za chakula ni nyingi, unatozwa kodi ama gharama inakuwa kubwa kulingana na taka zako zile za chakula. Kwa hiyo ndio maana pia wanakuwa wako strict sana katika issue ya separation. Kwa hiyo wanakuambia kabisa kama chakula hakikisha unamaliza. Maana yake ukibakisha kwao unawapa adhabu wao, kitu ambacho wanakwenda kutoa fine. Kwa hiyo sisi tulikuja na hiyo kwa sababu ya mazingira yetu, tukaona kabisa hii sio tu itasaidia mazingira, lakini pia hata kutengeneza kipato. Sasa hivi ukipita hata jiji la Dar es Salaam hapo utaona watu wanahangaika kuokota makopo na nini, plastiki hizi, machupa ya maji na nini, lakini kwa sababu gani? Mtu anataka apate chochote. Sasa sisi tumekuja kuambia watu sio tu chupa za maji, sio tu labda vyuma chakavu. Vipo vitu vingi zaidi ya hivyo ambavyo vinaweza vikasaidia watu kuuza uchumi, wakati huo tunahifadhi na kutunza mazingira yetu. Ni mikoa gani ambayo tayari mmeshaanza kutoa elimu hiyo? So far ni Dodoma. Tumeanza na Dodoma kama makao makuu, lakini pia tumeshatambulisha wiki kama mbili zimepita tulitambulisha Iringa pale, tulikuwa na mkuu wa mkoa Mheshimiwa Rais pale, tumetambulisha tayari project tayari kuanza kutoa hiyo elimu. Kwa hiyo so far tulichagua pia Iringa kwa sababu ni mkoa ambao una historia fulani ya mambo ya uhifadhi wa mazingira na nini. Kwa hiyo ndio maana tukaichagua. Dodoma ni jiji ambalo linakuwa kwa kasi, kwa maana ya serikali pia imeshahamia. Tathmini ama mapokeo ya elimu mnayoitoa ikoje kwa sasa? Mapokeo yako vizuri, naweza kusema yako vizuri, maana katika kila maeneo tunayoenda watu wanapokea, kwa sababu ni kitu ambacho sio kwamba watu walikuwa hawakijui, wanakijua, lakini sema utekelezaji ndio ulikuwa hujaanza. Kwa mfano tukipita kwenye mashule, baadhi ya shule watu wanaelewa kabisa kwamba hata vitu wanasoma. Ukienda shule za sekondari mtu anakuambia ukisema reducing, reusing, recycling, hizo 3R's ni vitu si ambavyo tunavipeleka kwa teknolojia mpya, pengine tunatumia 3R's, lakini kwa upande mwingine wao wamevisoma kwenye baadhi ya mada zao, umeona. Kwa hiyo issue tu ni pale kwenye utekelezaji, lakini utekelezaji pia unakuwa changamoto kwa sababu ya vifaa. Kwa sababu serious sisi tumebuni sasa hata katika sehemu kama hizo tunasema tutumie zile loko, yani mbinu za mbadala. Mtu ufarague mbinu kutokana na mazingira yako. Katika walimu watu tunasema kufaragua zana. Kwa hiyo unafaragua kutokana na mazingira yako. Kwa hiyo kama kuna kitu ambacho unaona inaweza ikawa chenyewe ni uchafu, pia kinaweza kukisaidia hicho kutunza uchafu. Labda plastiki limepasuka, badala ya kulitupa unaweza ukaitumia pale ukawa unatunzia baadhi ya vitu. Labda ni mabaki ya chakula ni nini, umeona. Kama ni mfuko wa mkaa badala ya kwenda kuutupa uchome moto uchafue hali ya hewa, haribu ozone, unaweza ukautumia ukawa unaweka chupa zako zile ambazo zinabaki na nini. Kwa hiyo vitu kama hivyo mtu umeweka nje pale chupa, badala sasa ya kuhangaika kwanza kutafuta dampo watu wataka, tutafika kipindi sasa yani mtu atakuwa anajua kwamba akifika kwenye geti lako dada Jackie akifika pale akikuta mfuko wa vyupa anajua huu ni kuchukua. Kwa hiyo atatoa zile chupa akijua kwamba wataweka vitu vingine. Kwa hiyo ndo sehemu ambayo tunataka tufike huko ili kusudi kusaidia. Mmeanza na makundi gani katika utoaji huu wa elimu?
Kwa sasa tumeanza na shule za msingi na sekondari, tukiamini kabisa kwamba tukianzia kule, wao unajua wanafunzi wao ni mabalozi wazuri. Sasa ni watoto wao ni mabalozi wazuri. Akienda nyumbani ataweza akafanya ku practice na nini, kwa sababu wao ndo wanafunzi wengi pia katika shule zetu za kawaida hizi huwa ndo wanatumika hata kwenye mambo ya vyuma chakavu, unakuta watoto wanahangaika huko nini. Lakini sisi tumewapelekea kule tukiamini wao watakuwa mabalozi wa kupeleka nyumbani. Lakini pia sehemu ya pili tuliona nini, sehemu za masoko ndo ambazo tumeanza nazo. Tunawish kwamba sehemu za masoko pia kuwe kuna hivyo vitu. Sehemu za masoko pia kitu ambacho tunakiona ni tuko bado tuna seek fund, lakini tunataka tuweke masoko ya mfano pale Dodoma yale makubwa, tuweke sehemu za trash separation, kwamba mtu anakuta hapa anatakiwa aweke chuma, hapa ni sehemu ya makopo, hapa kama ni mabaki ya vyakula mama ntilia watakuwa wanaweka. Kwa hivyo tunataka tufike hatua kama hiyo hapa. Utoaji wa elimu ni hatua moja, lakini mapokeo pia inakuwa ni hatua nyingine. Mapokeo yakoje mpaka sasa? Mpaka sasa niseme sio mabaya sana. Japo naweza nikasema issue inakuja kwenye gharama. Mtu mwingine anaweza kuona sasa gharama, labda hivyo vifaa atafute na nini. Kwa hiyo issue ndio unakuja kuelimisha tu kwamba mtu anatakiwa atumie mbinu mbadala, anaweza kutumia vitu rahisi. Kwa mfano sehemu nyingine tumekuwa sisi tunawapelekea hivyo vifaa. Kwa mfano tunachukua mifuko, tumeiandika, tumeipiga lebo kwamba hii paper, kwamba mtu aweka karatasi tu, kwa sababu unajua sasa hivi karatasi pia ni hela, watu wanatafuta karatasi. Hapa ni plastic, mtu anaweka vitu vya plastic. Kwa hiyo tunaenda navyo vile ili at least kuwapa ule utayari, kwamba mtu awe tayari. Kwa hiyo akishaanza ku practice vile, mwisho wa siku atazoea, hata hizo vitu vikijaa atatafuta vya kwake, ataendelea. Yeah. Ziko fursa na ziko kampuni kadhaa ambazo pengine zimeanza kufanya ama kutoa taka kupeleka wanazalisha vitu mbalimbali. Yes. Mashirikiano yenu nyinyi na wao yakoje? Kama nilivyokuambia tuna muda mrefu, hata hii project bado ina mrefu. Kwa hadi sasa hivi tunafanya nao mahusiano, na wengine tulishawaandikia barua na kuwatumia mradi wetu na kuwataka hayo mashirikiano. Kwa hiyo tupo kwenye mchakato na wengine wameshaanza kurespondi. Tunataka tuonane nao, hata hii safari imekuja kuna wengine nitaenda kuonana nao kwa ajili ya kuona namna gani tunafanya, ikiwemo pamoja na funders pia wafadhili. Haya, mada yetu kubwa hapa asubuhi hii ni swala zima la fursa zitokanazo na taka. Tuanzie hapo. Niseme tu kwamba katika ulimwengu tulionao sisi binafsi kama Shule Time Organization, katika hii project yetu, mradi wetu wa Trash to Treasure au T2T, tunasema kwamba na sio taka, ila ni kitu kinachoitwa taka. Yaani fursa za kitu kinachoitwa taka. Sisi hatusemi taka. Kwa sababu tunaamini hiyo wewe unaosema taka kuna mwingine anaitaka. Okay. Kwa hiyo unasema taka kuna mwingine anakitaka. Kwa hiyo sisi tunasema kitu kinachoitwa taka, fursa za kitu kinachoitwa taka. Kwa hivyo tuseme tu katika ulimwengu tulionao, yani kila kitu pengine unaweza kuona hiki hakifai, lakini kikienda kiwandani kinaweza kikabadilishwa kikafaa, au mwingine hata bila kukitumia kama kiwanda kinafaa. Sasa hivi ukienda tu hata baadhi ya watu pale Dodoma, si unaona watu wanauza maziwa, wanatumia mabaki ya chupa hizi mtu ameweka maziwa, kitu ambacho angeingia gharama. Kwa hiyo vipo vitu vingi, lakini ukija kwenye mabaki sasa hivi kuna mkaa kwa mfano unatengenezwa kwa malanda ya mbao yale, pumba nini za mpunga zile, umeona, inatengeneza mkaa na malighafi nyingine. Lakini wapo watu wanatumia kutengeneza pia hata urembo. Natumia kutengeneza urembo. Ushaona kuna mtu anatumia zile kufuli, makufuli yale chakavu. Anapita, kuna kipindi mtaani kwetu alikuwa anapita ananunua kufuli chakavu. Ukimuuliza anaenda kutengeneza nini? Anaenda kutengeneza pete, heleni, kutumia yale makufuli. Umeona? Kwa hiyo kitu ambacho mwingine anakitupa anakiona hakina thamani na nini, lakini kwa mwingine kumbe kinafaa. Ndio heleni ambayo ukikuta wewe unaona kama ina rangi ya dhahabu, lakini mtu kumbe alitumia kufuli lililochoka. Wewe utainunua kwa gharama kubwa sana. Kwa hivyo fursa kama hizo. Kwa hivyo hakuna kitu kuanzia kwenye chuma, karatasi, yani vitu vyenye asilio, na maanisha vitu vyenye asili ya chuma, vitu vyenye asili ya karatasi, vitu vyenye asili ya majimaji. Ukija kwenye majimaji huku utakuta mpaka sasa hivi kwa mfano kuna biogas, umeme, vitu vinatoa umeme wa kinyesi cha nini, cha wanyama, hata cha binadamu. Kwa hivyo hakuna uchafu. Kimsingi tunasisitiza tu kwamba kila kitu ambacho kinaweza kikaitwa taka kinaweza kikatumika kwa namna nyingine na kuinua watu kiuchumi. Yeah. Kwa nini nyinyi mlijikita zaidi kwenye kutoa elimu, lakini hamkutaka kwenda sasa muonyeshe kwa vitendo kwamba kumbe sisi hembu tuchukue pengine labda taka fulani tuzalishe kitu fulani?
Kama nilivyokuambia, tumeanza na elimu kwa sababu bado tunahitaji hela. Sisi ni yani mpaka sasa hivi hapa tunajifadhili wenyewe. Ni organization ambayo imeanzishwa na vijana, wengi wao ni wa chuo kikuu cha Dodoma pale. Kwa hiyo bado hatujapata funders wale. Lakini lengo letu kubwa pia ni kufika huko. Kwa hiyo tupo tunapambana, lakini tukishaweza kupata funders wa kudhamini mradi asilimia zote, tutafanya sana kwa vitendo kama hivyo. Mko vijana na pia tuna mpango wa kuwa tunachukua taka sisi wenyewe. Yaani itafika kipindi kwamba wewe bwana unataka zako jaki tunapita, unakuta tukichukua taka kuna percent unapata. Inapimwa kama ni kilo fulani unapata percent yako. Yaani badala wewe utoe hela ya taka kwamba sasa hivi tunatoa hela za taka mitaani. Sasa badala ya wewe utoe hela ya taka, yani wewe unapewa hela kwa kutoa taka hizo unasema taka. Kwa kutoa taka. Yes. Tutaendelea hapo. Mtazamaji wetu wa ITV Simba Brand Afrika Mashariki, kama ndio kwanza tunajiunga nasi, kipindi hewani ni sehemu ya pili. Kipindi chetu ni Kumekucha. Tunaendelea kuwa naye hapa bwana Valentino Kibaja, huyu akiwa ni mkurugenzi mwasisi shule ya The Time Organization. Kubwa hapa ni fursa zitokanazo na taka. Ni wakati mzuri wa kushiriki nasi moja kwa moja hapo, kutupigia simu, kuuliza swali, kutoa maoni, hata vile vile kukosoa haya ambayo tuendelea kujadili kupitia nambari yetu ya 0759427888. Nambari ni 0759427888. Ni mko vijana wangapi? Founders tupo vijana 7. Founders, lakini currently tuna volunteers. Tuna volunteers, maana bado hatujaanza kulipa, kwa hiyo tumewaita kama volunteers. Watu wanajitolea. Wanajitolea, yes. Kwa hiyo tunao wa kutosha tu. Maana kwa mfano Iringa sasa hivi wapo ambao kwa ajili ya mradi wa Iringa, Dodoma pia wapo wengi. Lakini pia tunaendelea kuemploy kila mkoa kwa sababu hii ni national. Kwa hiyo bado tunaendelea kuinvite kwa ajili ya kupata wawakilishi kila mkoa ambao watasimama kwa ajili ya hilo swala kama mabalozi. Pengine sasa njia gani watu wanaweza wakajiunga sasa katika hili? Katika kujiunga katika mbio hizi za T2T, Trash to Treasure, tuna website yetu www.shuletime.or.tz. Mtu akiingia hapo atakutana na link, itampeleka kwenye link ambayo atakuta sehemu ya volunteer. Kwa akikliki pale kuna sehemu ataingiza taarifa zake na nini, akishia submit tu sisi tutapata. Then tunafanya naye mawasiliano. Kuona labda elimu yake, kwa sababu hatuhitaji tu watu labda ambao wamebobea kwenye masuala ya mazingira, kwa sababu tuna miradi pia mingine itakuja kurani, ikiwemo ya afya, ikiwemo ya kiuchumi na nini. Kwa hivyo tutaweka CV zake vizuri na tutaenda naye sawa. Kwa hiyo ataingia kwenye website, lakini akiona kama anashindwa kufikia website, kwenye social media pia tupo, ukiandika Shule Time TZ anatupata. Kwa hivyo mule anaweza akapata maelekezo zaidi, lakini kwenye website kuna kila kitu. Nyinyi mnanufaikaje na hiki mlichokianzisha kwa sasa? Mpaka sasa kunufaika ni lengo kubwa, ni tunaona kwamba tumefanikiwa kuweza kuwafikia jamii, kitu ambacho kwetu sisi ndio kikubwa. Ni kwamba jamii imefikiwa na hii kitu na kuona baadhi ya watu wanaanza kufanya mabadiliko, lakini mpaka sasa kusema kunufaika kwa upande mwingine bado. Tunayo simu ya Jamali kutoka jijini Mwanza. Tafadhali karibu, shiriki nasi. Habari ya asubuhi mtangazaji. Salama, karibu. Asante. Mimi kwa sababu muuliza yule mtaalamu hapo kuhusu masuala ya taka. Sasa hizi taka, kwa sababu kama anasema zinatakiwa zichambuliwe vyuma peke yake, karatasi peke yake na taka za vyakula peke yake. Sasa kama zikinyeshewa mvua, hizo taka za plastiki za karatasi zinaharibika kabla hazichukua. Asante sana bwana Nyamari kutoka huko jijini Mwanza. Haya, swali lake anauliza hapo. Asante sana ndugu yetu kutoka Mwanza pale. Kama nilivyotangulia kusema, ndio maana tunasema swala zima linakuja tunapotoa elimu nakuja kwenye gharama. Mtu anaangalia gharama ya kuhifadhia. Kwa moja paka anasema kwamba taka zile karatasi zitaloana, it means kile chombo cha kuhifadhia ile bini sio salama. Ndio maana inatakiwa kuwe kuna kitu ambacho hata mvua ikinyesha haiwezi kufikia. Kwa mfano unakuwa na kitu kama pipa, umeona, unaweka mule, au kuna wanaita kama madiaba na kwa lina mfuniko. Kwa ukienda kwa wenzetu unakuta kuna sehemu wameziweka maalum, kama kwa nchi zilizoendelea kama Korea, kwa sababu nimekuepo kule kuona elewa, kuna sehemu maalum ambao unaingiza kama vile kama posta nichukulie. Ukienda unaingiza barua hivi na kunakuwa kuna kama kuona, ukiingiza mule ina maana kunakuwa kuna usalama. Lakini pia mwisho wa siku karatasi sio lazima pia uzitoe nje. Unaweza ukawa unaziweka tu ndani.
unaziweka vizuri, kwa sababu sio uchafu wa kusema kwamba ni uchafu. Kwa hiyo unazitunza vizuri, mwisho wa siku kuna watu sasa hivi hata sehemu kuna center za watu wananunua karatasi. Kwa hiyo ukabeba hata mwenyewe ukaenda, badala ya kutupa ovyo ovyo ukahangaika na uchome moto ukatoa moshi na nini, ukaenda nazo pale, hata kama utaki hela unawapa wale watu wanahitaji zile karatasi. Kuna mama mmoja nilipita mitaa fulani ya Jangwani nafikiri, anapikaga vitumbua yule mama, sio na miogo na nini, anatumia karatasi tu, hamna mkaa. Yeye zile karatasi anazikusanya, ndo moto unawaka pale, anapika vitumbua vyake. Na changamoto gani mmeziona katika zoezi hili la utoaji wa elimu kwa wananchi? Changamoto kubwa kwa kweli ni ndo hivyo, watu ile tunasema knowledge gap, yani tofauti tuseme ya watu, ufahamu wa watu. Yani unakuta watu wanaofahamu tofauti. Unaenda kama unakusanya mama ntilie, unakuta watu wanaofahamu tofauti. Yani wengine yani hicho kitu wanaona kama kwao yani ni kitu kigeni sana. Kwa hiyo yani kumshawishi yani ina take time, yani inachukua muda. Inachukua muda paka umshawishi kuelewe na nini, kwa sababu kwa wengine, kwa sababu hii mada nafikiri kwa wengine waliosoma zamani hata shuleni hawajafundishwa. Kwa hiyo ni kitu kipya kabisa. Tofauti ndo ninavyoenda mashuleni, at least unakuta mwingine darasani wamesoma na nini, hivyo vitu wanavielewa. Ukimwambia mtu hifadhi wa mazingira, lakini ukutane na ule mtu hata elimu ya mazingira, hifadhi wa mazingira yenyewe yeye hana. Hapo ndo tunapata wakati mgumu sana. Na mnafanya nini katika hilo? Katika hilo tunajitahidi tu kutumia mbinu wezeshi, au tuseme mbinu shirikishi. Kiwalimu tunasema mbinu shirikishi. Za kumfanya mwanafunzi avutiwe na somo, avutiwe na kile ambacho mwalimu anakitoa. Kwa hivyo ukitumia mbinu shirikishi, at least inamfanya naye ajione sehemu ya lile somo. Kwa hivyo inasaidia katika hilo. Unasema baada ya kuanzisha pengine na fursa hizi kule jijini Dodoma mlienda Iringa. Mapokeo yakoje mpaka sasa? Kwa Iringa kwa kweli tunashukuru. Kwa Iringa tulipokelewa vizuri mkoani pale, na mkuu wa mkoa alitupokea vizuri, na tukaanza na manispaa tulipokelewa pia na mkurugenzi, lakini pia tumeshapata hadi partnership. Yuko pale mbunge wa Iringa, ana foundation yake. Kwa hiyo kuna mashirikiano yanatengenezwa ili tuweze kutekeleza pale. Kwa hiyo kwa kweli imepokelewa vizuri. Na wame appreciate, yani ile idea tu kimwambia mtu T to T, trash to treasure, imewahamasisha sana. Na ukieleza sababu ya nini, maana wenyewe wanasema kwa Iringa kwamba kwa usafi ni wasafi. Wamejitahidi, wamefanya vizuri kwa muda mrefu. Lakini ile kuongeza component kwamba hicho kitu kimsaidie mtu kiuchumi, ni kitu kipi ambacho wamekipokea vizuri sana. Mna mpango gani wa kufikia wananchi wa Iringa? Kwa Iringa tuna mpango wa kuanza na manispaa kwa kutumia kama kampeni. Maana pia tunataka tuende kama kampeni. Kwa hiyo tutaanza na kama kampeni kupita kwenye hiyo mikusanyiko ya watu, kwenye masoko na nini. Lakini kwa Iringa tulitamani pia tuwe tuna center moja ya kuanzia ambao tutakuwa tuna zile center za kuseparate, za kutenga taka. Na mpango pia kuweka katika soko moja pale. Lakini pia na tunapita na mashuleni pia Iringa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wanafikiwa wanafunzi kwa lengo la kupeleka elimu majumbani. Asante sana. Tunao simu ya msafiri kutoka jijini Arusha. Tafadhali karibu shirika nasi. Arusha. Msafiri karibu kutoka Arusha. Mimi nilikuwa na kufuatiliana nyinyi kwenye issue ya fursa zinazotokana na taka. Kama nataka nijue utaratibu kidogo inakaaje, maana mimi nimesoma. Kidogo sasa sijajua utaratibu wa kufanya jambo. Utaratibu wa nini? Kwa apply website ambao anasema hapo ili tujiunge. Ili mjiunge nao. Okay, asante sana msafiri. Nafikiri kwa hapa atakujibu. Haya, msafiri yuko Arusha na anataka kuwa balozi. Nataka kuwa balozi. Asante sana msafiri. Nimetangulia kusema kwamba unaweza ukatupata kwenye website yetu ama tovuti ya www.shuletime.or.tz. Ukifika pale utaenda kwenye link moja ya volunteer, utajaza taarifa zako pale, alafu moja kwa moja sisi tutawasiliana na wewe. Lakini ukishindwa pia hapo unaweza ukatupata kwenye mitandao ya kijamii Shule Time TZ. Kienda Instagram, Facebook utatupata. Tuko active sana, ukitutext tutakupokea vizuri sana. Mawasiliano ya simu kama mawasiliano ya simu ziko pale pia kwenye website ni 0624 449977. Unaweza kurudia tafadhali? 0624 449977. Hapo
tutawasiliana vizuri kabisa ndugu yangu Msafiri na watazamaji wengine wote ambao mnatufuatilia. Haya, tukitizama pengine namna ambavyo mmetengeneza hii organization yenu mpaka sasa mnajiendeshaje? Mpaka sasa Jackie tunajiendesha kwa ada zetu binafsi. Maana tuna katiba yetu sisi nataka kila mwanachama analipa kiasi fulani kwa mwaka. Kila memba, kila mjumbe analipa kiasi. Kwa hiyo hizo ni miongoni ambavyo vinatusaidia. Lakini pia na michango yetu binafsi. Yaani ile kwamba bwana tuna project fulani, tuna wiki ratiba yetu iko hivi na hivi, wiki hii tutatembelea hapa na hapa na hapa, wapi pana mapungufu, tunajiangalia kama kuna mapungufu, tunasaidiana hapo. Lakini pia kama kuna baadhi ya wadau wanajitoa hivyo, lakini zaidi ni sisi wenyewe. Mpaka sasa hivi tumesimama na tunaendelea na pengine mmejaribu kutizama dirisha labda la mtu ambaye anawatizama, anaona pengine mradi wenu una manufaa kwa wananchi, anataka kuchangia chochote, ama hilo dirisha hamjaliweka bado? Lipo. Lipo na tumekuwa tumetuma baadhi ya barua, lakini pia tuna invite watu pia kuweza kujitoa kama mtu ambaye anaona hiki kitu kinatija na ni ukweli ni kwamba kinatija sana, sio tu kwa watu binafsi bali kwa nchi kama nchi. Kwa sababu hata katika nchi kuna kipimo kile kwamba hii nchi katika uhifadhi wa mazingira ipo watu wa gani. Kwa hivyo inaweza ikawa pia na maslahi katika nchi yetu. Kwa hivyo kwa mdau yoyote, iwe ni nje au ndani ya serikali, mwananchi wa kawaida, unataka kutoa support katika huu mradi, tunakukaribisha sana kwa namna yote, kwa sababu all in all yote katika yote tunahitaji pesa. Tunahitaji pesa sana kutekeleza huu mradi. Na ni mradi unaohitaji pesa, na endapo kama pesa zikipatikana basi tutafanya kitu cha mfano na cha tofauti sana. Hususan katika hizo issue tu za kufanya kwa vitendo na kuweka hizo modality za dump hizo za kutenganisha taka, ni kitu ambacho sio kidogo, kinahitaji fedha. Kwa hivyo tunahitaji wadau mbalimbali kujitokeza, wafadhili wa namna yoyote na kadhalika, balozi za hapa na pale, tunaweza tukafanya pamoja. Ushirikiano wenu na serikali mpaka sasa ndani ya mwaka mmoja huu ambao mmesema mmeanza kufanya utekelezaji wa mradi wenu huu ukoje? Ushirikiano, tunashukuru serikali imetupa ushirikiano. Kuanzia usajili ni serikali, Wizara ya Maendeleo ya Jamii imetupa ushirikiano mzuri mpaka tumefanya usajili. Lakini so far tuna Wizara ya Vijana, Maendeleo ya Vijana imekuwa supportive, na hata last week tulikuwa nao na bado tunaangalia namna gani tunaweza kupushi katika kusukuma mbele huu mradi kwa namna zote iweza kutambulisha kwa wadau na nini. Kwa hiyo wametupa kwa kweli ushirikiano, wameonyesha ushirikiano. Lakini pia upande wa NEMKI pia kama baraza linalohusika na uhifadhi wa mazingira tuna mashirikiano nao, na hata tulikuwa tuna project moja ya kuanzisha mkutano kongamano kubwa la vijana kuhusiana na hii elimu na vitu vingine. Walikuwa hapo tayari kabisa na wamesema wako tayari yani kushirikiana na sisi kwa asilimia zote. Na walikuwa wameshatukabidhi hadi mtu ambaye tutakuwa naye katika ile kitu. Kwa hivyo niseme serikali haikufanyika. Bado hatujafanya. Kuna vitu bado tunaviweka sawa, ikiwemo masuala ya fund, kwa sababu kuna vijana ambao mwisho wa siku watahitaji mpaka kusaidiwa waweze kufika. Kwa hivyo upo mkakati wa kitaifa wa nishati safi, pengine mkipita na sera hii ya kitaifa inawasaidia vipi katika kusukuma gurudumu hili la elimu kwa wananchi? Nishati safi ni sera ambayo imefanya vizuri, na ukiangalia ni part and parcel na project ambayo sisi tunaifanya. Ukiangalia dhana ya nishati safi na tunachokifanya sisi ni mapacha. Kwa hivyo tumechukulia kama advantage, na hata juzi niliona Tanzania imepata sifa kuhusiana na ile swala katika Afrika. Kumradi tuna simu nitarudi tena kwako hapo. Yohana kutoka Segerea, tafadhali karibu. Asante. Kwenye taka ni kweli kuna fursa nyingi sana. Lakini sasa nchi yetu tatizo taka, fursa za taka zipo katika sheria kali sana za kimazingira. Sasa sijui wao wanatumia sheria ipi na hao wadau wanaowahitaji, maana wasije wakawapa matatizo. Maana katika vitu vigumu
kuvifikia ni sheria zinazotokana na ukusanyaji wa taka, yani na vipengele vikubwa sana vingi kutokana na NEMKI. Sasa sijui wao hapo wanashirikiana vipi na sheria ipi inawaruhusu na wanalinki vipi hata mtu kupata kibali nini, inakuwaje hapo? Asante sana Yohana kutoka Segerea. Kwenye sheria mnapata changamoto yoyote? Ndio swali lake la msingi hapa. Nafikiri swali lake yeye ameenda mbali zaidi. Yani yeye anazungumzia mpaka zile mambo kwa mfano za ukitaka kukusanya taka. Kwa mfano sasa hivi ya makampuni ambayo yanatumika kukusanya taka. Lakini sasa sisi tumejikita zaidi kwenye elimu, kutoa elimu. Sasa yeye ameenda mbali. Lakini ukipitia kwenye ofisi ya Rais Mazingira, ofisi ya Rais Mazingira ndo kuna maelekezo yote yale ya mambo ya taka, yapo yote. Kwa hiyo sisi tuna base pale. Kama mtu akitaka uelewa wa mambo tunaweza tukatumia ile kumuelimisha. Kwa sababu ukiingia ofisi ya Rais Mazingira kuna waraka upo kabisa ulitolewa. Ningekuwa nimeandika ningeutaja, lakini ule waraka umeeleza dhumuni la serikali na kushirikiana na wadau umetaja, yani namna ukitaka ushirikiane. Kwa hivyo kila kitu kipo mwe. Tukielekea ukingoni, pengine changamoto gani ambazo zinawakabili kwa sasa? Changamoto ambayo inatukabili kwa sasa kubwa ni hiyo ya pesa, uhitaji wa pesa. Kwa sababu kila shughuli ambayo inahitajika kufanyika inahitaji pesa. Kwa hivyo hiyo ndo changamoto kubwa ambayo tuko nayo, na tunaipigia chepeo kwamba ikiwa kuna wadau wowote wanaguswa katika swala hili la kutoa elimu ya masuala ya fursa zitokanazo na taka na uhifadhi wa mazingira, basi wanaweza wakatunga mkono katika hilo. Wito gani kwa Watanzania hasa katika utunzaji wa mazingira? Kwa Watanzania niseme mazingira ni kitu chochote kinachomzunguka mwanadamu, au kitu chochote kinachokuzunguka ni mazingira. Na katika maendeleo endelevu tunasema tunahitaji kutunza mazingira kwa ajili ya kizazi sio tu cha leo bali na kijacho. Ndio maana kuna ile sustainable development, sustainable development goals, kwa sababu tunaangalia kizazi kijacho. Leo hii unaweza ukaona wewe unachokifanya ni sawa, lakini kikaja kikamwathiri, kama sio mwanao basi kitamwathiri mjukuu wako, kama sio mjukuu wako kitakuja kumwathiri kitukuu chako. Kwa hivyo swala la uhifadhi wa mazingira, hii fursa zitokanazo nataka tukiweza ni kutunza mazingira, lakini pia na kuinua uchumi kwa wakati mmoja. Kwa hivyo swala la kutunza mazingira ni swala la kuzingatia katika jamii inayotuzunguka, katika taifa letu, maana mwisho wa siku ni kwa usalama wetu sisi wenyewe. Yaani wakati mwingine unaweza ukatupa hapo hata chuma tu ovyo ovyo, mwisho wa siku kama ni msumari unakuja na kuchoma mwenyewe. Kwa hivyo ni vitu kama hivyo ambavyo ni vya kuepukika kirahisi. Na kushukuru sana wale wote kwa kuamka nasi asubuhi ya leo. Asante sana. Asante sana. Asante sana mtazamaji ambaye umeweza kuamka nasi asubuhi ya leo. Asante kwa kutupigia simu, asante kwa kutufuatilia pia kwenye mitandao yetu ya kijamii ya YouTube na Facebook kwa anwani ya ITV Tanzania. Tumebahatika kuwa naye asubuhi ya leo Bwana Valentino Kibaja, huyu akiwa ni mkurugenzi muasisi shule ya The Time Organization. Tumekuwa na wakati mzuri, tumejadili masuala mengi, lakini kubwa hapa ilikuwa ni fursa zitokanazo na taka na umuhimu wa kutunza mazingira. Jukumu hilo ninalo mimi pamoja na wewe. Nambari zake za mawasiliano unaweza kumtafuta kupitia nambari yake 0624 44 99 77. Nambari ni 0624 44 99 77. Tunasema hatuna la ziada. Mimi ni Jacqueline Slim, na kwa niaba ya timu nzima tunashika kipindi tunasema asanteni. Taarifa ya habari inafuata. Mtazamaji, tafadhali endelea kubaki nasi.